أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Katika Qur'ani Mungu anasema, kama nitakuwa nimekosea nasu ya maneno, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sio sisi ni sehemu ya ambao tumekuja na tumesema Mungu tusamehe sisi na wale ambao walitangulia kabla yetu sisi, lakini katika imani. Mungu akulipeni kila laheri kwa sadaka yenu ya kufika hapa na kujifunza mawili matatu kutoka kwetu, na sisi pia tumejifunza mengi sana kutoka kwenu. Tulipewa wasaa wa kuwasilisha mada yenye anwani ya namna ya kumtambua adui. Watu wanaofanya kozi ya sociology, kozi ambayo inahusika na masuala ya jamii au ustawi wa jamii kwa ujumla wake, wana kitu kimoja kinaitwa, kwa lugha ya kigeni wanaita socialization agencies, vitu vinavyojamiisha jamii. Kwa lugha ya kawaida, mimi ninapomuona ndugu yangu Msimbwa hivyo alivyo ni matokeo ya jamii. Napomwona ndugu yangu ni matokeo ya jamii. Sasa swali la jamii ni nini ni mjadala pia mpana, kwa sababu kuna mitazamo miwili. Ni aidha jamii ndio inamtengeneza mtu au ni mtu ndio anayeitengeneza jamii. Kwenye lugha ya kitaalamu wanaita holistic view. Tulipokaa hapa kwenye hili jengo tukipanga hivi viti na meza, jengo letu litaitwa ni ukumbi wa chakula. Kwa lugha kawaida ni mess. Tukitoa meza tukawaleta watoto wa chekechea wakakaa hapa, jengo letu tabadilika, litaitwa ni darasa la chekechea. Tukitoa watoto wa chekechea tukatandika miswalla, jengo letu tabadilika, taito yake itaitwa nini? Muswalla. Swali linakuja, ni jengo ndo linatubadilisha sisi au ni sisi ndo tunabadilisha anwani ya jengo? Jibu ni sisi ndo tunabadilisha anwani ya jengo. Swali ambao wataalamu wa saikolojia wanauliza, ukishapata majibu ni hayo, binadamu ni nini? Kwa lugha ya Kiarabu ina misingi yake. Ukisema man hadha, mara nyingi hadha yaweza kuwa inarudi kwa dhamiri ya mwanamume, lidhukuri, sio? Lakini man hadhihi inarudi kwa mwanamke au kwa kitu ambacho wakati fulani kinakuwa hakina uhai. Kwenye lugha ya Kiingereza ukisema who is man ni tofauti na ukiuliza what is man. Binadamu ni nani ni tofauti na ukiuliza binadamu ni nini. Nani na nini ni vitu viwili tofauti. Wanaosoma sayansi ya lugha ya Kiswahili kwa maana ya sarufi, kuna mitazamo huwa wanaisoma ya wasomi. Wanasema moja ya mtazamo, kuna jambo mpaka sasa bado linaleta ukakasi miongoni mwa wataalamu mbalimbali, nalo ni nini maana ya maana. Nini maana ya maana? Maana ipo kwa mzungumzaji au maana ipo kwa msikilizaji?
Ukirudi katika Qur'an, Mungu anasema laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim. Mtazamo ulivyo, kama mwanadamu ameumbwa katika umbile lililo zuri. Umbile hili ni uniform kwa watu wote, kwa maana linafanana kwa watu wote. Na kama jibu ni ndio, kwa nini watu wanapanga foleni kwenda kuchagua wachumba na asichukue yoyote ambaye anapatikana katika mtaa wake? Majibu yatakuwa uzuri wa mtu haupatikani kwa anayetazama. Uzuri wa mtu upo kwenye macho ya anayetazama. Wakati wewe umemtazama mwanamke X ni mrefu, kwako wewe kigezo cha macho yako ikiwa uzuri kwako kigezo chake ni urefu, kuna mwingine mrefu kwake ni kero, akimwona mfupi kwake ndio anasema barabara marhaba. Sasa mkikutana nyewe watu wawili, kila mmoja atatetea mtazamo wake kulingana na anavyolitazama jambo. Kwa hiyo wanaotafsiri nini maana ya maana, mpaka sasa bado kuna mitazamo mingi ambayo inakwenda nazaliwa karibuni kila siku. Katika kufikiri, siku moja niliwahi kufikiri nikasema, kama tumetoka kwenye kutafsiri au kutafuta tafsiri ya nini maana ya maana, kwa nini pia tusiende tukajiuliza nini maana ya nini? Kwa sababu akipita ng'ombe mnene, ana afya nzuri, ana afya njema, watu watasema yule ng'ombe ni mnene kama nini. Akipita binadamu mrefu, pia watu watajiuliza, watasema yule jamaa ni mrefu kama nini. Hii nini inakuwa inarifaa kwenye nini? Sayyid Jawad Naqvi katika kitabu chake kidogo sana cha Philosophy of Islam, falsafa ya Uislamu, amejaribu kueleza, anasema, na kazia, naongeza thamani hapa, kwamba unapotafuta kujibu maswali ya kifalsafa unahitaji kidogo uongeze maarifa ya jicho la pili katika kuendea tafsiri ya baadhi ya mambo. Kwa mfano, sisi binadamu kuna aqwal au terminologies ambazo huwa zinatumika kutudefine sisi. Yaweza kuwa binadamu ana umbile kwa maana ya umbo, ana nafsi na ana roho. Utofauti wa hivi vitu vitatu ni nini? Na sisi tunapokuwa tumetokea, mtu amefariki, tunakwenda kumzika, tunachokizika sisi ni nini? Kama itakuwa ni mwili, ikija hoja kwamba ule mwili utakwenda kuadhibiwa, zile hoja ambazo huwa tunaambiwa katika misiba, mtu atapigwa rungu, atakwenda paka chini, atazama mwili huo. Lakini pale pale ulipozikwa, inawezekana siku 2-3 zilizopita kuna mtu mwingine kazikwa. Sasa wakati unapigwa wewe rungu na malaika, lile rungu kwa nini lisende likamgonga mtu mwingine? Na kwa nini pia imetumika tafsiri ya rungu? Yaani kuna maswali mengi ambayo yanakuwa na ulizo huko mitaani. Lakini nukta yangu ya msingi ilikuwa ni tumemzika marehemu Juma. Huu ni mwili wa marehemu Juma. Hili ni shati la marehemu Juma. Juma mwenyewe kabla hajafa alikuwa akizungumza, anasema huu ni mkono wangu, haya ni macho yangu, hili ni shati langu. Juma mwenyewe ni nani? Yaani huyu anayekuwa anazungumza ni nani? Kwa hiyo wana filosofi wakasema, anapokuwa anajiuliza maswali hayo, jibu lake ni kwamba binadamu ni zao la fikra zake. Binadamu ni zao la fikra zake. Aliwahi kuimba msanii mmoja, anasema aliwazalo mjinga ndio litalo mtokea. Kwa mfano, waweza wewe kuwa ni imamu, unasalisha katika msikiti ambao haujakamilika, kwa hiyo mbele yake kuna uwazi ambao watu wanapita, ni barabara.
Ikatokea wakati uko unasalisha akapita mwanamke ambaye katika zile aina ya sifa ambazo wewe unazihitaji anazo, na macho yako kwa bahati mbaya akakosa pazia yakaangalia. Kipindi kile akili yako itakwenda wapi? Kwa haraka haraka itakuwa kwa hawa ambao unawasalisha, au itaconcentrate kwenye kile ambacho unakipenda? Kwa sababu sala sisi hatupendi kusali, na wala hatupendi sala. Na ikitokea leo ikatokea excuse kwamba kuna kamsari kanasema kusali sio wajibu, we can go with it. Lakini leo ikitokea mstari kwamba swala la kuoa wanawake wote Mungu kawachukua, wamekwenda likizo kidogo, kwa wanaume mtakaa miaka 5 bila kuwa na wake zenu, italazimika tuitishe kikao cha wanaume wote duniani tujadili nani tumtume ambaye anaweza kwenda kuzungumza na Mungu aakhirishe ile zoezi lake. Si mnanielewa vizuri eh? Kwa huyu imamu kuna namna fulani hisia zake zitatekwa na kile ambacho anakipenda zaidi. Kwa zao lake la fikra zake ndio binadamu wake. Mfano wa mwisho, leo tuko tunazungumza hapa, kesho tutaondoka, tutaagana. Au mfano mzuri, yaweza kuwa tunazungumza hapa, ghafla ikatokea mmoja katika sisi ndugu yake amekuja na nyama choma, kwa mfano nyama za kuchoma na juisi ziko kwenye glasi, inaonekana kabisa zina umande baridi kabisa, na umekaa ndugu yangu Sagara, una kajoto kako, umetembea kule mitaani, hatujui ulikuwa unatembea unatafuta nini, lakini ghafla ile glasi ikakufikia na nyama kwenye kale kabakuli imekufikia dhahiri eh? Wakati yule bwana anapita anagawa vile visahani na ile juisi, hata atakayekuwa anazungumza hapa au anazungumza maneno ya dhahabu kiasi gani, yule mtu wa mstari wa mbele akishagawiwa zile nyama, wa mstari wa nyuma akili yake itakuwa inawaza kwamba na mimi zitanifikia. Wakati kwa nawaza na wanyuma pia anakuwa nafikiri hivyo. The same kama huyu wa mbele, zoezi la kugawa zile nyama itaanzia kule nyuma, lakini akigeuka anamuona kuna mtu anasana la nyuma anagawa, alafu imeenda ndani ya dakika 5 haoni zifikika huko mbele. Kuna uwezekano akanyosha mkono ili aruhusiwe kwenda chooni, lakini si chooni. Anachokifanya ni kuja kuangalia zoezi limeishia wapi ili awe na amani katika nafsi yake. Huyu ndo binadamu. Huyu binadamu ni zao la fikra zake. Sasa fikra za mtu huwa zinatengenezwa. Mazingira yaweza kumtengeneza mtu. Anaweza akawa ni muovu akaenda kwenye mazingira sahihi akawa mtu mwema. Anaweza akawa ni mwema akaenda kwenye mazingira yasiyokuwa rafiki akawa mtu muovu. Chukua mfano mzuri, wewe waweza kuwa ni mwizi mzuri sana, lakini kesho na kesho kutwa tukakukabidhi nafasi ya kufanya kazi kwenye benki fulani. Benki ambazo zimefunga kamera na zina mifumo kwamba kila transaction ambayo inafanyika pale kuna sehemu inapita. Kutokana na mfumo wa mifumo iliyoko pale, waweza kushindwa kuiba kwa sababu ya mfumo. Lakini huyu muungwana ambaye ni imamu wetu msikitini, ikitokea msikiti huwa hauna mfumo wa kufanya auditing, mahesabu ya kila mwaka, pesa iliingia kiasi gani, kutoka wapi na imefanya kazi gani, akawa hana mhasibu, yeye ndo mkusanya pesa, kila akirudi nyumbani ana pesa zake mfukoni, mfuko wa kanzu zimejaa. Kesho yake mke wake anamuuliza kiloba cha ngano kimekwisha, anachomoa, anapeleka, anaweka pale. Hatuwezi kusema kwamba anachokifanya ni kitu sio sahihi, lakini tunaweza tukasema pia anachokifanya si kitu sahihi, kwa sababu zile pesa ni sadaka za waumini kwa ajili ya ujenzi wa nini, wa msikiti au wa choo cha msikiti. Kwa lugha nyingine ni kwa mazingira ya imamu kuweka pesa yamemshawishi yeye kuwa mwizi. Kinyume chake, tulipaswa tuwe tuna department pale msikitini kumwepusha imamu kuingia kwenye zahma ya kutuhumiwa kama ni mwizi. Si ndugu zangu, mnanielewa? Na ni cement hapo kwamba ili na sisi tuendelee kubaki salama kama viongozi wa dini huko misikitini kwetu,
kwenye hauza zetu, kwenye madrasa zetu, kwenye taasisi zetu, tujenge mifumo rasmi ya kuwa na idara. Kwa lugha ya Kiswahili wanaita ugatuaji, lugha ya Kiingereza wanaita decentralization by delegation of power. Unafanya ugatuaji wa madaraka kwa watu ili wakusaidie majukumu. Kukusaidia majukumu mojawapo ni kukuepusha wewe na tuhuma za kula mali za waumini. Tutabaki tukiwa salama. Salawatu. Tukirudi pale pale, unaanza kuwaza hivi, ili nikalifanye, kwa sababu juzi tu nimezungumza na mdhamini mmoja, ameniambia ataniletea milioni 20 katika msikiti wangu kuutanua. Kwa nini lisisubiri wazo nimalize kwanza ule mradi, afu ndo baadaye ni mwajiri mtu au niitishe kamati pale wamchague mhasibu? Yaani unaanza kwanza kuwaza. Yaani hapa pengine uko unafikiri kwamba nikirudi kule kuna 500,000 zitaingia kwa ajili ya ununuzi wa mbuzi. Ili wazo kwa nini lisiji baadaye? Yaani tununue kwanza mbuzi, tukishamaliza. Sasa mtihani ulivyo ni kwamba wanaweza kaja mbuzi wa 500,000, ghafla akatokea mtu mmoja mwingine akasema nakuletea mbuzi wa milioni 1. Utalipostpone lile zoezi mpaka mwisho wa siku, Mungu anakuingiza katika mtihani. Siku moja watu wanasema kuanzia leo hatuna imani na wewe kama imamu wetu, kaa pembeni. Kibarua kimeingia mchanga. Sasa nitaka kusema nini baada ya kuwa nimeweka huu utangulizi wa sampuli hii? Dunia ina maadui wa aina nyingi sana. Kuna maadui wa ndani na kuna maadui pia wa nje. Maadui wa ndani twaweza sisi kuwa tunawatengeneza kupitia huu mfumo wa taasisi au hii socialization agencies, vitu vinavyojamisha jamii. Mfano, waweza wewe kuwa na rafiki. Tafsiri ya rafiki ni kwamba mnashabihiana baadhi ya tabia. Mara nyingi ikatokea rafiki yako katika zile tabia ambazo mlikuwa mnashabihiana nazo, siku moja akaamua kudeviate 50% ya zile tabia, akaziweka pembeni, akabaki na 50%. Ili muende naye sambamba ni mawili, ni either udrop kuwa rafiki yake ukatafute rafiki mwingine, au ukubaliane na masharti yake muende naye sambamba. Moja masharti yake katika yale 50 ni yeye kutokuswali sala ya asubuhi nyuma ya imamu. Mara nyingi anasali saa 2. Huu ni rafiki yako. Chagua upate fadhila za sala ya jamaa 1, lakini kwa wakati 2, lakini nyuma ya imamu 3, au ufuate tabia za rafiki yako. Ukifuata tabia za rafiki yako, kama zitakuwa zinakupeleka ndivyo sivyo, huyu kwako anakuwa ni nani? Ni adui. Ndivyo sivyo? Mosi. Pili, katika mafundisho ya maimamu, sijui ni imam gani, aidha ni Imam Jaafar Sadiq ambaye imekuwa ni reference sana, na Imam Jaafar Sadiq anakuwa ni reference sana kwa sababu al-Imam Muhammad Baqir salawatullahi wa salamu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad al-Baqir ameitwa al-Baqir al-ulumi baada rasulillah. Kwa sababu gani? Baada yake yeye mtume, hapa katikati kuna propaganda nyingi sana ambazo ziliwamislead watu, kuwatoa kwenye reli kuhusiana na essence of the right Islamic history, ule uhalisia wa historia sahihi ya Uislamu. Kwa hiyo yeye uwepo wake alisahihisha matatizo mengi, na Imam Jaafar Sadiq sasa akaja kusadikisha yale mambo, kwa kuwa ni chuo kikuu cha kuwaelimisha watu wa kada zote. Kina al-Imam Shafi'i rahimahullah ni miongoni mwa watu ambao wamejifunza maalumati mengi sana kutoka kwa Imam Jaafar Sadiq. Ndivyo sivyo? Asante. Sasa nimetoa mfano huo nikitaka kurekebisha kauli yangu kwamba katika kutafsiri aya ya Mungu, mfano wetu ule wa chai haijafika hapa mstari wa mbele na watu washaanza kugeuka, sio? Asante. Katika kutafsiri aya ya Mungu kwamba innama amwalukum wa auladukum fitna, anatueleza katika mafundisho ni either Imam Jaafar Sadiq au Imam Sajjad Zainul Abidin
salawatullahi wasalamu alayhi, kwamba unapokuwa unamuomba Mungu dua, usimwambie Mungu akuepushe na fitna. Usimwambie Mungu akuepushe na nini? Na fitna. Ila mueleze Mungu akuepushe na matokeo ya fitna. Kwa nini? Innama amwalukum wa auladukum fitna. Mali zenu, watoto zenu, na katika kauli nyingine na wake zenu ni sehemu ya nini? Ya fitna. Unapomwambia Mungu akuepushe na fitna, tafsiri yake unataka usiwi na mali, unataka usiwi na watoto, unataka usiwi na mke. Zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa, Ibrahim, sio? Mapambo hayo. Lakini matokeo ya fitna ni nini? Kama hii familia yako itakuwa ni chanzo kitakachochagiza wewe kutengeneza uadui kati yako wewe na aliyekuumba, maanake hawa ni maadui. Kisa mashuhuri kizuri sana. Wakati Musa anazungumza na watu, kuna level fulani alifikia, mtanisamehe kama atakuwa nimemkosea mtume, Mungu anisamehe. Kuna level fulani alifikia, akahisi level ya uelewa wake ni kubwa ukilinganisha na watu wengine. Katika kutaka Mungu kumtengenezea akhlaq nzuri na mafuhumu mazuri, akalazimika kumtuma aende akasome philosophy kwa Khidr. Ndivyo sivyo? Aliondoka na sehemu ya kijana wake mmoja, hata idha laqiya, kuna kile kisa ghulamun, au sio? Walifika sehemu moja, wako na Khidri, wakakutana na kijana, sio mtoto, ni kijana, maana kashapevuka. Walimuua. Qur'ani imezungumza Khidri aliamua kufanyaje? Kumuua. Musa akasema unaua nafsi ambayo haina haki ya kuuawa. Khidri alimueleza tu kwamba sikukueleza kwamba lam tastatu ya sabra, hautuweza kusubiri fikra ngumu ndizo nazo. Mwisho katika kufanya zile analysis zao na research, alikuja akampatia majibu. Fa amma al-ghulam, kuhusiana na ile aspect ya yule kijana, alikuwa na wazazi wake wawili, lakini wale wazazi walikuwa wanampenda sana yule kijana wao. Essence inasemaje? Nazungumzia kijana. Kuhusiana na kijana, nikataka wale wazazi kupitia mapenzi yao kwa yule kijana wao wasifikie hatua yule kijana akawa ni sababu ya kuwatoa kwenye reli. Kwa huyu kijana, matokeo yake ilikuwa ni kuwafanya wale wazazi wafanyaje? Wamwasi Mungu. My question to you, my dear brothers, nyumbani kwetu sisi tuna watoto, tunawapenda. Nyumbani kwetu sisi tuna familia, tuna dada zetu, tuna dependents, tuna watu ambao wanatutegemea katika maisha yetu. Waweza kuwa na familia ya watu 10 nyumbani kwako, lakini anayesali ni mtu mmoja katika familia. It's you only. Na wewe ndiye unayenunua betri za remote, ni wewe ambaye unanunua, unalipia kingamuzi kwa ajili ya watoto na familia kuangalia program mbalimbali, na ni wewe ambaye unaweza ukatoa amri kwamba adhana inapotoka hayya ala swala, zimeni TV tukaswali. Anaitwita ndiye huyu ambaye ametuazima macho ya kutazama, ametuazima masikio ya kufanyaje? Ya kusikiliza. We have to go to show our obedience to him. Twendeni tukaoneshe utiifu wetu kwake kwanza, baadaye tutakuja hapa hayya ala khairil amal. Ukishindwa, maana ile familia yako na whatever kind of resources you have at home, na rasilimali zote ambazo uko nazo pale nyumbani kwako, zote kwako ni nini? Ni maadui.
Qur'an inasemaje? Hakika shetani nani? Ni adui wangu mimi Mungu, sio? Fattakhidhuhu aduwan, mchukulieni kama adui. Shetani kazi yake ni nini? Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, kazi yake hiyo. Ukihofu ukashindwa kuchukua majukumu yako kama mzazi, utakumbuka yale maneno, kullukum ra'in, kila mmoja ni mchunga na kila mchunga ataulizwa kwa kile alicho kichunga. Kwa hiyo uadui wako utaanzia hapa nyumbani. Mosi. Pili, huu adui madhara yake ni nini? Nilikuwa nazungumza na brother Ali akananieleza katika zile principles za cause and effect relationship, sababu na mahusiano kati ya sababu na madhara. Kwa mujibu wa Sayyid al-Imam al-Khomeini rahimahullah, anasema ninanukuu kwa kuparaphrase, anasema ikitokea sababu ya wewe kuzini imepelekea wewe kupata ukimwi, Mungu ana uwezo wa kusamehe sababu, lakini hana uwezo wa kusamehe madhara yake. Kwa nini? Anaweza akasamehe wewe kuzini kwako kwa sababu pengine kuna mitihani ilikufanya uingie katika huo mtihani, lakini baada ya kuwa umezini, madhara ya kuzini kwa umepata ukimwi, ule ukimwi ni matokeo ya wewe kwenda kuzini. Huu ukimwi hautoki kwa Mungu kusamehe, utaendelea kuwa nao. Ikitokea sasa kununua kwako TV nyumbani ni sababu ya familia yako kuto kwenda kusali, sababu sio? Mungu anaweza kusamehe sababu ya wewe kununua TV, lakini matokeo ya TV kuifanya familia yako kuto kwenda kusali. Na sala na kazi gani? Mosi, wa aqimi salata lidhikri, au sio? Ndio bwana, attend 5 times a day, mara 5 kwa siku. Unarejesha we mrejesho wa maelezo yako kwa kumwambia Mungu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwa sababu gani? Yeye ndo Rabbul Alamin, ni mlezi. Unakuja kujipendekeza kwake, Mungu, hii pumzi ndio nayo mpaka sasa ni kwa sababu we mlezi wangu umeniruzuku kwayo. Pili, ibada ya sala, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Moja ya kazi ya swala ni kufanyaje? Ni kumkataza mtu au yaweza kumtengeneza mtu akaepukana na maovu na machafu. Lakini tatu, moja ya kazi ya swala ni nini? Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, sio? Sala yamfanya mtu awe ni pancho au good time manager. Sala inamfanya mtu athamini na ajali muda. Katika kanuni za management dunia nzima, kama kuna jambo ambalo laweza kupelekea taifa fulani kuendelea, ni watu wake kuwa na discipline ya kujali muda. Wal asr, Mungu hapa na nini? Na muda. Mungu anatoa kiapo cha muda. Nyie mtanisamehe na mtanisamehe kama atakuwa nimekosea katika principles za lugha, lakini Mungu anapoanza na kiapo na anachokiapia ni maarifa al-asri, manake yaweza kuwa al-asri yaweza kuwa ni as-sahibu al-asri wa zamani, whatever. Lakini pili, yaweza kuwa ni time specific for us, either ni akhiri zamani, sisi ambao tumekuja kwa sasa, kwa maana waumini wa mwisho wa zama za mwisho wa mtume wa mwisho aliyepewa kitabu cha mwisho, si mwingine ni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Innal insana, jawabul qasmi, innal insana la fi khusri, hakika mwanadamu asiyekuwa na discipline ya kuchunga muda
Mosi, hakika ya mwanadamu asiyekuwa na discipline ya kuchunga na kusoma alama za nyakati, la fi khusr, yupo katika hasara. Mkulima usipochunga alama za nyakati kwamba kipindi hiki ni wakati wa mvua, mimi siwezi kwenda kulima, talima wakati wa kiangazi, la fi khusr. Kama kilimo chako kinategemea mvua, upo katika nini? Hasara. Ila alladhina amanu, isipokuwa wale ambao watakaoamini. Kuamini nini? Mosi ni kuamini discipline ya kuchunga muda. Achilia mbali swala kumwamini Mungu, kumwamini mtume, kuamini nini, zile principles zote. Lakini mosi kwenye asili ya kiapo ni kuamini kwamba no time management, no life discipline at all. Kama hakuna ulazima wa kuchunga muda na desturi za kuchunga muda katika maisha yetu, maanake nidhamu ya kuyaendea mambo itakuwa haipo. Nitarudi katika mfano wa kawaida ndugu zangu, simple sana. Waweza kuwa umekwenda kwenye ofisi ya umma au ofisi ya watu binafsi, unahitaji huduma fulani. Saa 2 za asubuhi watu wanaingia ofisini, wewe unahitaji huduma fulani. Wale watu, kama palikuwa kuna mechi ya Barcelona jana, utawakuta wahudumu wako wanahadithiana kwanza how the match was, mechi ilikuwaje jana. Hapo kila ukigonga mlango anakuambia tuko tunafanya usafi. Si usafi, ni search. Wapo wanahadithiana aliyojiri jana. Fulani alifumaniwa jana, fulani alikuwa anaendesha bodaboda jana vibaya akadondoka, fulani alijenga nyumba sehemu ya ardhi ya barabara, eneo la barabara, fulani, mpaka huduma zinakuja kutolewa 3 hours ahead, masaa 3 baadaye. Saa 5 kutoka saa 2 ndio mnaanza kupata nini? Huduma. Saa 5 anahudumiwa mtu mmoja. Saa 5 anahudumiwa mtu mmoja, bosi anasema excuse me, nakwenda kupata chai kidogo, breakfast wenyewe wanaita. Anakwenda kupata chai. Kuna msululu wa watu 50 ambao wanasubiri huduma kutoka kwa bosi. Akitoka kunywa chai, kutoka saa 5 mpaka muda wa lunch saa 7 ni masaa mangapi? 2. Anahudumia watu 3. Inafika muda wa saa 7 anasema it's lunch time, please nipe muda kidogo. Anakwenda kupata lunch. Kule kwenye lunch, kama atakuta chakula ni cha oda, maana yake ataweka oda ya nusu saa nzima. Wakati huo yuko anakunywa soda, amekunja na 4. Huyu analipwa mshahara wa kodi za wananchi. Mosi, analipwa mshahara wa makusanyo ya ofisi kiutendaji ili aweze kuwahudumia watu. Mwisho wa siku nzima inakwisha, kahudumia watu 5. Kaacha foleni ya watu zaidi ya 20 walikuwa na demand service kutoka kwake. Wala asr, Mungu anawapa na time management. Innal insana la fi khusr. Binadamu asiyekuwa na discipline ya muda amekula nini? Hasara. Kwa na sisi, moja ya kazi ya sala kimafundisho ni kumtengeneza binadamu awe na nidhamu ya kuchunga muda. Katika yale maswali 5 ambayo mtume anatueleza siku ya kiyama tutaulizwa, mojawapo ni umri wako umeutumiaje, au sio? Classify umri wako. Kuna level ya chini kabisa ambayo umesamehewa wewe. Kuna level ile ya teenager, umeshaanza kupevuka. Imam Ali ibn Abi Talib sallallahu wasalamu alayhi ameclassify ages kwenye sura 3. Wale wanaosoma pedagogy za ufundishaji, tunasema binadamu ana age ya miaka 7, ana age ya miaka 7, ana age ya miaka 7, kwa maana 21 years. Miaka 7 ya kwanza ni baba na mama kujenga uaminifu kwa mtoto wao. Umekwenda kazini, wakati unarudi umemletea mtoto pipi, unamwahidi kesho nitakuletea biskuti. Umerudi kesho, mtoto kakuona kweli umeleta biskuti. Unajenga uadilifu na uaminifu kwake. Kuanzia miaka 8 mpaka miaka 14
unaanza kumrekebisha mtoto, do and don'ts, fanya hiki na hiki usifanyeje, usifanye, kwa sababu principally ulijenga msingi wa mtoto kuanza kukuamini tokea mwanzo. Unamwahidi jambo fulani, unakuja kuitekeleza. Unapoanza kumweleza usifanye kitu fulani, anajua huyu ndiye aliyekuwa ananiletea pipi, ananiletea biskuti, ananiletea kalamu. From now on lazima nianze kuobey, kutekeleza order zake. 8 mpaka miaka mingapi? 14. Kuanzia 15 mpaka miaka 21. Huu ni muda wa kuanza kushauriana kati ya baba na mtoto, kati ya mama na mtoto. Anaanza kupevuka, anaanza kuchagua role models, watu wa kuwafuata, kwa sababu ulimbefriend, ulimfanya kuwa rafiki tokea mwanzo. Maana yake kama atakuchukulia wewe ni role model, ni kiigizo chema kwake yeye, maana yake ataanza kuangalia how do you treat your wife, unamtiti vipi mkeo ambaye ni mama yake pale nyumbani. Yeye aweza kuwa baadaye ni baba mzuri kwa kukuangalia wewe, how good and better you are. Research zinaonyesha watoto wengi katika mataifa ya magharibi wamejinyonga, mosi, lakini pili, hawataki kuamini uwepo wa Mungu. Sababu ni nini? Wanasema watafiti, so long as katika lugha zote duniani nafsi ya Mungu huwa inarejea kwa kutumia dhamiri ya nini? Ya mwanaume, si ndivyo? Huwallahu, au sio? Alladhi khalaqa as-samawati wal ard, inarudi kwa dhamiri ya nini? Ya mwanaume. Kwenye lugha ya Kiingereza wanasema hii, kama itakuwa ni subject, kama itakuwa ni object watasema him, na sio she wala ha. Si tunaelewana vizuri? Nenda katika lugha zote, fanya tafiti. Kwa hiyo watoto huwa wanahisi maneno ya Imam Jafar Sadiq sallallahu wasalamu alayhi, anasema birru auladakum wa ahsinu ilayhim fa innakum yadhunnuna annakum tarzuqunahum. Muhammad wa ali Muhammad salawatu. Waleeni watoto wenu ni such a way, katika njia ambayo itakuwa ni nzuri, lakini mfanye vizuri katika malezi yao. Kwa nini? Kwa sababu watoto kikanuni huwa wanahisi nyie ndio mnatoa nini? Riziki. Msingi wa riziki kwa mujibu wa mafundisho, Mungu ndio Ar-Razzaq, ndio mtoaji wa nini? Wa riziki. Hasa we baba, ukiwa si mtoaji wa chakula kizuri nyumbani, mtoto anachukulia kwamba kwa sababu Mungu huwa anatumia dhamiri ya mwanaume, maana yake Mungu atakuwa na tabia kama zako. Mwisho wa siku ukimwambia twende tukamwabudu Mungu, hawezi kwenda kwa sababu anajua Mungu ana tabia kama za baba. Nchi za Europa, watoto wengi, vijana wengi hawaamini kuna kuwepo wa Mungu kwa kutazama maisha ya baba zao, namna wanavyoishi na wake zao. Ni kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu. Maadui, ukiachilia mbali kwamba nafsi yako yaweza kuwa ni adui yako namba moja, lakini hawa ambao wametuzunguka katika familia zetu, tusipokuwa tuna treatment, tuna malezi mazuri kwao, waweza kuwa ni sababu ya majanga ambayo sisi tunakutana nayo karibuni kila siku katika maisha yetu. Na Mungu atujalie mwisho mwema. La mwisho kwenye kesi ya maadui, sisi tuna mifumo ya kielimu, mifumo ya mitaala. Watu wanapofanya mabadiliko katika nchi, aidha katika mfumo wa kimapinduzi, katika mfumo wa kidiplomasia, demokrasia na kadhalika, cha kwanza ambacho huwa wanafocus ni kwenda kudili na mitaala, kubadilisha nini? Mitaala. Kwa nini mitaala? Kwa sababu mitaala ndio inaandaa watu watakaokuja kwa ajili ya kuenzi taifa, kulitumikia taifa kwa ubora unaotakiwa. Watoto wetu wanapokuwa wanakwenda shule, kwa mfano zamani, waliosoma zamani, mzee wangu yupo hapa nafikiri, na kaka yangu Bakir atakuwa anashuhudia juu ya hili swala ambalo nataka kulisema. Kule chekechea walimu walikuwa wanatuimbisha
asiyependa shule ni mjinga kabisa. Kujua kusoma ilikuwa ni jambo muhimu, si ndivyo? Barua ikija atatembeza nini? Kutwa. Nakumbuka kawimbo. Akirudi madrasa anaambiwa Mtume Muhammad licha ya kuwa tunasema ni profesa maprofesa, alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Kesho yake akaenda shuleni anaambiwa asiyependa shule ni mjinga kabisa. Barua ikija atembeza nini? Kutwa. What comes to his or her mind? Kitu gani kinakuja katika akili yake? Mtume alikuwa anatembeza barua zake kutwa kwa watu wamsomee, kwa sababu alikuwa ni mjinga kabisa. Na wewe unamwambia hii bwana haina swarafu ndani yake, ni mjinga na ni mjinga kabisa. How comes waweza kutumia mtaala aidha wa madrasa au wa shule kufanya reform ya akili yake aamini licha ya kuwa Mtume alikuwa ni annabii al-ummi. Tafsiri ya annabii al-ummi, wakati Mtume anazaliwa anakuwa Maka, watu waliokuwa wanajua kusoma na kuandika walikuwa hawazidi wangapi? 10. Kwa alizaliwa katika jamii ya watu wasiojua kusoma na kuandika. My question to you is, was Maka developed or not developed because there is a literate rate katika jamii yao? Maka ilikuwa imeendelea au haijaendelea kwa sababu palikuwa hakuna watu wanaojua kusoma na kuandika? The answer is no. Kwa nini? Walikuwa na interaction, walikuwa na safiri. Liilafi Quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, walikuwa wanakuwa nakuja Yemen, wanakuja Ethiopia. Ndio maana tunawapata kina Bilali walikwenda kule. Kwa sababu gani? Walikuwa na trade partnership kati yao na watu wa mataifa mbalimbali. Afrika walifika kule Zanzibar, kuna msikiti Kizimkazi kule ambao baadhi ya watu wanasema ni Musa al-Kadhim, athari yake ilifika kule. How do you think kwamba wewe unasema hii jamii kwa sababu ilikuwa ni ummi, kwa Mtume alikuwa hajui kusoma na kuandika? What is the hoja? Hoja ni nini? Yaani kama leo imetokea tuna maprofesa wale ambao walizaliwa katika kizazi kile cha, sio kizazi cha wanaita Gen Z, kizazi cha sasa. Kuna generation Y, kuna generation X, kuna generation Z. Sasa nyuma ya Y palikuwa kuna generation zipi? Kuna watu walisoma kipindi kile walikuwa ni maprofesa. Leo unaweza kumpelekea kompyuta, hata uwezo wa kushika mouse hana, lakini profesa. Kutokuwa na uwezo wa kushika mouse kuna muondolea sifa ya kuwa yeye ni profesa? Na kuulizeni, kutokuwa na uwezo wa kushika kompyuta na kuitumia kuna muondolea vigezo vya yeye kuwa profesa? Hapana. Kutokujua kusoma na kuandika Mwalimu Nyerere mwaka 1984 alipokwenda Uingereza, wakati anazungumza na wanafunzi wa vyuo vikuu, anasema mwanafunzi wa chuo kikuu ni yule ambaye ameacquire knowledge and skills, amepata maarifa na ujuzi ambao akirudi katika jamii yake ataufanyia application na jamii yake inufaike. How many degrees do we have in our societies na hazina faida? Ni ngapi degree tunazo katika jamii zetu na hazina faida kwetu? A lot of them. Jamani, tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo hii hoja ni hoja nyepesi sana. Ni kweli Mtume alikuwa hajui kusoma na kuandika. No problem. What made him to be literate? Kitu gani kilimfanya asijue kusoma na kuandika? Kwa mfano, kama hoja itakuwa ni kweli. Kwa sababu palikuwa kuna hoja ya pili ambayo inakuja. Kwa nini? Moja ya muujiza mkubwa uliotamalaki katika ulimwengu huu tokea dunia kuumbwa ni uwepo wa Qur'an. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhin. Abu Lahabi, wakati nashuka tabbat yada abi lahabin wa tabba, sio ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, alikuwa yupo hai amekufa?
alikuwa hai. Alishindwaje kubadilisha yale maamuzi yake ya kusema nataka ni improve mtume wrong na kuanza kuwa mwema, ili ile aya ije aya nyingine kuwa ni nasikh afu hiyo ni mansukh. Farao wakati ameshindwa kumwamini Musa, baadaye ikaenda kafanya aliyofanya, lakini mwisho wa siku alisemaje? Amantu, wakati anazama, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dakika za mwisho Mungu anamuulizaje? Al'an wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Qur'an inazungumza hivyo, surati Yunus, sio? Huu muujiza mtume atauprove vipi kama si wa kwake? Ingetokea hoja mtume anajua kusoma na kuandika, ingekuwa hoja ya pili kwamba mtume atakuwa aliandika maelezo ni ya kwake. Rahisi. Kwa swala la kujua kusoma na kuandika, it's not hoja. Kwa nini? Tuna maprofesa ambao licha ya kuwa ni maprofesa wana doctorate, lakini kwa miaka ambao wamesoma wao kompyuta hazikuwepo. Ukija wewe na kadigiri kako na kadiploma kako na certificate kako ukasema huyu si profesa kwa sababu hajui kusoma na kuandika kwa kutumia kompyuta, wewe uko wrong. Kwa sababu kigezo ambacho nakitumia ni kigezo kimoja ambacho hakishikiki. Wakati wewe unazungumza kompyuta, kuna technology zimezaliwa kwa sasa wanaita nano technology, zinakuja kila siku, na wewe mwisho wa siku atakuja kukudisqualify. Kwa maana wewe pia sio msomi, atakayebaki salama ni nani? Mitaala ni sehemu ambayo kama haikutazamwa kwa jicho pevu yaweza kuwa ni tatizo kwetu katika maisha yetu. Kwa nini? Wanacholishwa watoto na wanachoaminishwa na kile ambacho wanakuja kukiona kwetu kama walimu mubalighina na kukifanyia kazi kupitia maswali, hakuna relevance, uhusiano unakuwa haupo. Ili tuweze kuvunja hoja hizi, tuitazame mitaala, tuangalie challenge zilizoko huko, afu tuangalie Qur'ani inazungumzaje, sunna za nabii pamoja na mawali wake wanazungumzaje. Tutajibu hoja zote hizi na fitna zitakwenda zinapungua karibuni kila siku. Tutakuwa tunapunguza maadui karibuni kila siku.